Zamu yako. Kwa majina naitwa Naomi Richard Mwechela, natokea Iringa. Natokea Iringa, ulikuwa Dar? Nimetokea Iringa. Moja kwa moja. Nikafikia kwa rafiki yangu hapa Dar, ndo nikaja hapa. Kwa hiyo Dar hujawahi kuja? Nishawahi kuja. Ushawahi kuja? Ulikuja kufanya nini? Nilikuja kufanya kazi. Zipi? Za ndani. Ikawaje? Nilikaa pale, msiba ulitokea nyumbani, ila nilivyoaga akanikatalia. Kwa hiyo nikaona bora tu niondoke mazima Ukatoroka? Sikutoroka. Nikamwambia tu kwamba mimi nitaondoka basi sitarudi. Maana alikuwa ananizuia na msiba ulikuwa wa muhimu. Wa muhimu wa nani? Wa ndugu yangu. Ndugu yako gani? Hata sisi hapa tuna misiba ambayo tunakuruhusu uende, mingine tunakukatalia. Kwa hiyo inabidi kwanza tuanze kuelewana hapo. Kwenye mkataba wetu umeona msiba ambao unaruhusiwa kwenda? Ni msiba gani? Baba na mama. Wa baba na mama. Na nani tena? Sasa unasahauje na wewe msiba ndio ulitoa kazi? Na sisi tumeandika kabisa msiba na tuka mention watu ambao unatakiwa upewe ruhusa ya kwenda kuzika, wengine watajizika kama Yesu alivyosema, acha wafu wazike wafu wenzao au wafu wao sijui. Kwa sababu wewe kama utafiwa sijui na nani huko ndugu. Umesema ndugu gani alikufa? Mjomba wangu. Mjomba pale sisi hatuna mjomba. Wajomba wakifa huko utaenda kuhani baadaye sana. Shamaliza kazi. Kwa hiyo hapa kwetu ni baba, mama, kama una mtoto na mume basi. Labda na ndugu zako ulozaliwa nao, dada, kaka, hivyo basi. Shangazi, mjomba huyo utatuma rambirambi. Kwa hiyo imekaaje? Utaweza? Ndio, nitaweza. Kwa nini ulishindwa sasa wakati huo? Bosi wako alipokuambia usiende kwa mjomba kuzika, kaamua kuondoka mazima? Yule alikuwa ni mjomba wangu. Kwa hiyo ndio mjomba. Sisi hapa hatutambui habari ya mjomba. Mjomba akifa atazikwa tu na mama yako atakuwakilisha, au ndio hivyo, mjomba ni mama. Sasa uangalie vizuri sheria zetu hapa, kwa sababu sisi moja ya vitu vinavyofanya watu walipe hela nyingi ni kwa sababu tumeondoa vitu vingi vya mila zetu na tamaduni zetu, tunaendekeza vitu vya kijinga. Kwani ukienda kumzika mjomba ndio unafufua? Sisi kuna vitu tumeviondoa kwenye standardi zetu. Si mnaona mishahara mikubwa Kuna sababu kwa nini mikubwa. Ni pamoja na hiyo kutokwenda kuzikazika tu mtu yote akifa tu unaenda, kwa sababu tunayo culture sijui utamaduni. Sisi hatuendekezi hivyo vitu. Sisi hapa tuna taratibu zetu ambazo sio za huko kwa madalali. Najua mnazunguka mnaongea na madalali huko, ukipelekwa sasa hivi utapelekwa kazini baada ya saa moja, si ndio? Sisi hatufanyi hiyo biashara. Sisi ni taasisi inayofundisha mifumo ya ufanyaji kazi, maadili ya kazi, ujuzi wa kazi. Tunakutaka wewe ukianzia kwenye kazi za ndani. Kama mimi wakati nikiwa kama wewe nilikuwa nafanya kazi za ndani, lakini leo mimi ni CEO, ni mkurugenzi, umeelewa? Kwa hiyo lengo langu la kuwafundisheni disiplini za kazi, nidhamu za kazi, vitu gani vya kuachana navyo, vitu gani ambavyo unatakiwa uvichukue kwenye maisha uende navyo, ni kwa ajili ya kusaidia wewe, ni kwa faida yako wewe, umeelewa? Kwa kama umekuja hapa, maana yake nataka uendane na standardi zetu, quality zetu, kwa sababu hizo quality kwanza zitakupa pesa nzuri sasa hivi ukiwa kazini, na baada ya kutoka kwenye hii kazi ukiendelea kufuata huo ushauri na nayo maelekezo yatakufikisha mbali sana. Lakini kama utaendelea huko mtaani huko kwa madalali, anakubeba tu anakurusha huko, hakupi miongozo yoyote, hakuongozi chochote, si ndio? Naenda tu kupambana na bosi wako. Si ndio? Hata ukipata changamoto uwezi kumpigia dalali alokupeleka, si ndio? Kwa hiyo huo ndio utofauti wetu. Kwa hiyo inabidi ukae ujitafakari kama una uwezo sasa wa kufuata standardi zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua standardi za Wadada Center zitakuvusha, zitakufikisha mbali kimaisha, tofauti na sehemu zingine ambazo unaenda tu una mwongozo au una mtu anakumenta. Mimi ni mentor wenu kwa sababu na mimi nilikuwa dada wa kazi, si ndio? Kwa hiyo ukisikiliza, usisikilize kinyonge, na kujenga uwe superwoman, uwe mwanamke wa nguvu, umeelewa?
Ndio. Kwa hiyo usiangalie kama vile unaonewa, yani mnakimbilia kwenye hilo neno unyanyasaji. Mimi nakufundisha maisha. Kwa sababu hivyo ndio vitakavyokupeleka wewe utoke kwenye hii hatua ya udada wa kazi sasa hivi na siku moja uwe ni mkurugenzi au CEO na wewe wa shughuli zako. Naelewana? Ndio. Kwa hiyo kwanza hapa lazima uwe na uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo wewe ulishawahi kufanya kazi za ndani. Ulifanya kwa muda gani? Mwaka na miezi 4. Kwa hiyo kazi za ndani unaziweza? Ndio. Ndio. Una umri gani? 19. Na 19. Kazi za ndani ushafanya mwaka na ulianza ukiwa na miaka mingapi? 17. 17. Ulisoma mpaka darasa la ngapi? Nilishia form 2. Nilishia form 2. Kwa nini? Mazingira ya nyumbani yalikuwa yaruhusu. Mazingira yalifanyaje? Na shule ni bure. Wewe wa form 2 ni juzi tu. Kwa umri wako tayari shule bure zilikuwa zishaanza, si ndio? Hapana, kwetu hamna shule bure. Hamna shule bure. Kwa hiyo wazazi wako walishindwa kulipa hata hizo 20,20. Maana hata kama sio bure kabisa ni uniform, si ndio? Au ada ilikuwa shilingi ngapi? Hela nyingi tu zile. Shilingi ngapi? 200,000, 2,500,000. Alafu sisi tulikuwa wengi. Umezaliwa wengi? Au umezaliwa ngapi? Tulizaliwa 6. Sasa 6 ndio wengi. Anyway, umefika form 2 sio haba. Unajua kusoma na kuandika? Ndio. Na si una akili? Ndio. Si unaweza kuendelea kujifunza maisha? Ndio. Ndio shule yenyewe. Sasa hivi hauko shule ya form 1 sijui mpaka form 4, chuo sijui kikuu, lakini hii uliopo nayo ni shule, usidharau. Unapokutana na watu kama hivi, unapokwenda kwa bosi wako kufanya kazi, hiyo yote ni shule. Kwa hiyo jitahidi kuangalia unajifunza kitu gani. Unapokutana na wasichana wenzako kama hivi ni shule. Lazima uwe na akili ya kuchuja. Ujue yapi mazuri, yapi mabaya. Mazuri ni yafate, mabaya ni yaache. Sawa? Sawa. Kwa hiyo sasa utaelekezwa hapa, kutakuwa na mafunzo ambayo yanakuwa yanaendelea. Utaelekezwa vitu vya kufanya. Vingine tumeweka kwenye mikataba yetu, vingine viko kwenye miongozo yetu hii hapa. Huu ni mwongozo wa kuwasaidia kufanya kazi vizuri ili mlipwe hii mishahara vizuri. Ukitaka hii hapa unaweza kujiandaa namna ya kutokurudi nyuma wewe hapo uliyefanya sijui nini ukakimbia. Hii na kuhusu ili usio unafanya kazi za ndani unaboreka kidogo, kitu kidogo tu nimenyanyaswa, mbio unarudi kwenye umaskini. Kwa hiyo ukitaka ramani ya kukufikisha vizuri, namna ya kuwa na ustahimilivu na kuenda kufika mbele, hii hapo nimewekea ramani yangu nilivyopita mpaka nilipofika, kwa ajili ya kuwaguide nyinyi ambao ndio mko huko sasa. Sawa? Ndio. Kwa hiyo karibu sana. Asante. Hapa ni kazi, sawa? Sawa. Mbona unakuwa wanyonge? Nikisema kazi mnaogopa kazi, Unataka hela? Unataka hela? Hela inaletwa na kazi. Yaani ukitaka uitawale hii dunia vizuri, jifunze kazi. Usiogope kazi. Sawa? Ukijifunza kazi mimi kinachonifanya niwe na confidence, ndio nijiamini, ni kwa sababu sitegemei binadamu. Najua Mungu ameshanipa kichwa hiki, si ndio? Na mimi natakiwa kujaza maarifa ili nijue maisha yanakwendaje. Ndio maana unaona na confidence. Sina chochote ninachokuzidi zaidi ya maarifa. Kwamba mimi tayari nimeshajifunza vitu vingi. Ndio hivyo vinavyonitofautisha na wewe. Lakini kama kichwa unacho na mimi ninacho, si ndio? Mikono ni miwili, macho ni mawili, mdomo. Kimoja tunachokushinda muda. Nimewahi kufanya kazi za ndani kabla yako. Na huu muda uliopita mimi nimeinvest, nimewekeza kusoma, kujifunza vitu. Usipojifunza utazeeka, utafika umri wangu huna lolote, huna cha maana, sawa? Unatakiwa wakati huko kwenye hii safari unajifunza. Kama nilivyosema, mimi sijaenda hizo shule zao, lakini naweza nikamshinda mtu aliyoenda hiyo shule mwenye degree. Nimeanza kusoma juzi tu hapa. Lakini maisha yenyewe yalikuwa yananifundisha. Maisha ni shule. Na ndio maana sikurudi. Mimi sijawahi kuwa na historia. Sijui nikanyanyasika, sijui nikatoka nikarudi kwetu. Hakuna hiyo biashara. Nilipotoka Moshi mara ya kwanza nilisema nikirudi narudi kupeleka maendeleo nyumbani kwetu. Na kweli nyumbani kwetu pana utofauti wakati natoka na sasa. Na ni mchango wangu mimi. Tunaelewana? Nataka nijenge wasichana wa hivyo, wadada wa hivyo, ambao wanajua, wanakuwa na uhakika wa safari. Uhakika tunaupata wapi? Neno la Mungu linatuelekeza kabisa. Sawa? Kwamba yani kama unafuata taratibu ambazo Mungu ametuwekea, mafanikio ni lazima. Sio binadamu anakupa mafanikio.
Mungu ndiye anayekupa mafanikio, lakini lazima ufuate taratibu alizoziweka. Ni pamoja na za kufanya kazi. Mungu wetu alitupa kazi. Si Mungu alikuwa na uwezo tu wa kutushushia magunia ya hela? Yesu ndo kaumba kila kitu. Kwa nini ili ufanikiwe lazima utafute? Ameweka mfumo kwamba unataka mafanikio lazima ufanye kazi. Kwa sisi hicho ndio tunachokisimamia. Unataka kuja Wadada Center, hapa ni kazi. Ukitaka kuja hapa kama sehemu ya picnic, ndugu yangu, utaumia. Kwa pamoja? Ndiyo. Karibuni. Asante.